Utu na utulivu ni kitu kikubwa sana, na utulivu unahitajika kwa asilimia kubwa kwenye kila jambo ili kuhakikisha kwamba hali inakuwa shwari. Karibu sana Gift Online TV, Eric Keman, referee wa mechi ya FIFA ndo la kwangu jina. Kwa nini utulivu? Neno ambalo nimelitumia hapa ni kutokana na kile ambacho kinaendelea pale mitaa ya Msimbazi, ambapo au kupitia afisa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, Ahmed Ally ameweza kuzungumza na kuomba mashabiki wa Simba, huu ni wakati wa kutulia. Huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba wanatengeneza utulivu katika klabu hiyo ili waweze kufanya mambo vizuri kwa weledi, na kitu ambacho kinaweza kikaleta utulivu kwenye timu na hatimaye timu ikafanikiwa kufanya vizuri. Ni wakati wa kuhakikisha kwamba wanakuwa watulivu ili kuweza kuijenga Simba yao. Hii ni kauli kupitia kwa afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally ambayo alizungumza. Lakini pia ukweli ni kwamba usajili ambao Simba wameufanya kwenye dirisha dogo la usajili ni sajili ambazo zinaonekana kuwa na impact kubwa kwenye timu, hususan katika aina wachezaji ambao wamesajiliwa ambao wanaonekana wamekwenda kuingia moja kwa moja kwenye first 11 ya kikosi cha Simba. Yes, ni kweli ilistahili kuwa hivyo kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea, na kwenye dirisha dogo si wakati wa kuja kusajili mchezaji anze kujitafuta ama asubiri. Sasa Simba wakaamua isiwe kesi, waleta wachezaji ambao wanaingia kwenye kikosi moja kwa moja, na hatimaye wameweza kuwapata baadhi ya wachezaji. Angalia kwa upande wa mchezaji kama goalkeeper Kasali, tumeona namna ambavyo ameweza kuonyesha kiwango kizuri akiwa yupo langoni, saving zake namna ambavyo amezifanya, lakini pia ukosefu wa makipa ambao walikuwa pale mitaa ya Msimbazi ilikuwa ni tatizo. Kama amebaki Hussein Abel tu pekee asingetosha, kutokana na namna ambavyo tumeona Salim namna alivyokuwa, lakini pia namna ambavyo makipa ambao wamepita pale mitaa ya Msimbazi, basi Simba walikuwa wanahitaji kipa ambaye ni bora zaidi, na wakaona isiwe kesi basi waende kumsajili golikipa kama Kasali ambaye tunaona anafanya makubwa sana. Lakini pia kuna jambo jingine ambalo limekuwa likiendelea kwa upande wa safu ya ulinzi, namna ambavyo wachezaji wamepata injury kwenye ile eneo, mabeki wakati ambao wamepata injury. Hii nayo pia ilikuwa ni changamoto kubwa. Tuliona namna ambavyo Hamza alipata injury, alikosekana mpaka hii leo, lakini juzi tunaona pia Wilson Nangu anapata injury. Ni sehemu ambayo imekuwa ni tatizo, lakini kwa upande wa klabu ya Simba baada ya kumsajili Ismaila Ture, kuna kitu kikubwa ambacho anakionyesha kwenye ile eneo. Kwanza kabisa ni mtulivu, ana uwezo pia kufanya mambo mengi, ana uwezo pia kuingia uvunguni, ana height nzuri ya kuruka mipira ya vichwa. Kwa ni moja kati ya mchezaji ambaye anaonyesha ubora ambao ni mzuri zaidi. Lakini pia tunakwenda kumtazama mchezaji mwingine kama Anicet Oura, eneo la wings, namna ambavyo ameweza kuonyesha performance yake nzuri kabisa pembeni, na ameingia kwenye first 11 ya kikosi cha Simba moja kwa moja. Ameweza kuonyesha kiwango ambacho ni bora, kitu ambacho mashabiki wenyewe wameridhishwa kutokana na ongezeko lake kwenye kikosi. Lakini pia Clatous Chota Chama, Mwamba Lusaka, kila mmoja anajua pia ubora wake, na tunaona kuna impact kubwa ameanza kuionyesha kwenye kikosi cha Simba, namna ambavyo ana ile brain yake ya kuichezesha timu. Lakini unamzungumzia Libase Gwe, usajili mwingine kwenye dirisha dogo, ni moja kati ya mchezaji ambaye kwa upande wa klabu ya Simba wanakwenda kunufaika naye kwa asilimia kubwa sana, kutokana na namna ambavyo alivyo winga. Ana uwezo pia wa kupiga mashuti ya mbali nje ya 18, na amefanya hivyo kwenye ligi kuu Tanzania bara, tayari ameshafunga bao. Moja kati ya usajili ambao ulikuwa unahitajika, na timu wamesajili mchezaji kaingia kwenye timu moja kwa moja kaenda kuclick. Lakini unamzungumzia Ino Loemba, bonge moja la pasa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Tumeona namna ambavyo amecheza mechi ya mwisho dhidi ya Petro. Aliingia kipindi cha pili
dakika chache tu alizocheza iliweza kuonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa aina yake. Tazama pasi ya bao ambayo aliipiga kwenda kwa Anicet Yaoura. Moja kati ya pasi ambayo ilikuwa nzuri kweli kweli. Anicet Yaoura anaiweka kwa Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu pia anairudisha kwa upande wa Anicet Yaoura tena, na hatimaye anaiweka ndani na Simba wanapata bao. Ule mpasi ambao amepiga Ino Loemba, fantastic pasi. Moja kati ya mchezaji ambaye amesajiliwa na Mzabuni kwenye kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, na huyu ndiye mchezaji ambaye aliahidiwa kwamba atasajiliwa mitaa ya Msimbazi. Wana Simba waliahidiwa na wamesajiliwa mchezaji na ameletwa kwenye timu na ameanza kuonyesha kukliki mapema kabisa. Jairut alisema atasajili mchezaji mkubwa na hatimaye ameweza kumsajili mchezaji wa maana kabisa mitaa ya Msimbazi. Kama hiyo haitoshi na namna ambavyo Simba wamesajili, basi moja kwa moja pia kwenye dirisha kubwa la usajili kuna namna ambavyo pia Simba wamejifunza kusajili wachezaji ambao ni bora. Kama wanabakia wakiendelea kusajili wachezaji wengine ambao watakokuwa ni bora kwenye dirisha kubwa la usajili, basi moja kwa moja Simba msimu ujao watarejea wakiwa bora zaidi kwenye kila michuano ambayo watashiriki. Amini shika, inachohitajika ni utulivu tu pale mitaa ya Msimbazi, na uzuri ni kwamba kwa upande wa boss kama boss kashashtuka namna kusajili wachezaji ambao ni bora, lakini pia Mzabuni mwenyewe ataleta chuma kingine tena kipya kwa ajili ya kuweza kuonyesha makeke yake. Hivyo kwa upande wa klabu ya Simba, pengine katika utulivu ambao wapo nao kwa hivi sasa, kwenye hizi siku 2-3, tofauti na namna ambavyo wiki iliyopita kurudi nyuma tuliona kelele zikiwa nyingi sana. Kwa hiyo hizi siku 2-3 kama wakiendelea kuwa na utulivu huu, basi kuna mahali ambapo tunaweza tukawaona Simba wakifanikiwa zaidi, hususani kwenda kufanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, kwenye michuano ya CRDB ama kita FA, moja kati ya michuano ambayo pia Simba wana nafasi ya kuweza kujipambanua huko na kuweza kufanya vizuri. Na iona Simba msimu ujao itakuwa ni hatari kabisa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kunako ligi kuu Tanzania bara, pengine kwa msimu ujao watakuwa bora zaidi kuliko kwa msimu huu. Hivyo watu wanapaswa kujipanga kweli kweli, lakini niwakumbushe tu siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 ni siku ya dabi ya Kariakoo kunako ligi kuu Tanzania bara. Sasa kwenye hii dabi tusikilizane vizuri kabisa, watu wasiingie kwa mazoea, wasiingie kwa kukremisha kwamba wamezoea kumfunga mnyama. Tahadhari, Young Africans wanaweza wakapigwa na surprise package moja kubwa kabisa wakiingia kimazoea, kama wakiingia kimazoea. Shukrani sana, endelea kuifuatilia Gift Online TV. Eric Keman, referee mbeji ya FIFA, la kwangu jina, endelea kuenjoy.